wanawake wanaruhusiwa kuwa wachungaji, wanaruhusiwa kuhubiri neno la Mungu, ila kwa masharti ni kwamba wawe wanapewa ruhusa na wachungaji wao viongozi. Kama Bwana Yesu alivyo mchungaji akaruhusu mwanamke ambaye ni mchungaji wako au bibi harusi afanye kazi kwenye ile madhabahu, ila wale wachungaji ambao hawajaruhusiwa na Bwana Yesu hawaruhusiwi kuhubiri pale madhabahu, kwa hiyo hawana ruhusa waumini na au wachungaji sio waumini wa Kristo. Na pia sasa mchungaji wako ambaye kama ndama Bwana Yesu kamruhusu, na wewe muumini lazima umtii mchungaji kwa sababu yeye ndo anakulisha neno lake, yeye ni mchungaji wako. Na Mungu anamheshimu kwa nafasi ambayo amempatia. Na wewe anakupa ruhusa ndio unaingia madhabahuni kuhubiri kulingana na ulivyo komaa kiroho yeye anavyokufahamu. Kwa hiyo tumesema kwamba wachungaji kama wanawake hawaruhusiwi kwa mtazamo wao ambao hawajui maana ya kiroho. Usiwaraumu. Hata Mafarisayo walikuwa wamjui Yesu, walikuwa wanahisi labda kutahiriwa kimwili, kunawa kwenye ile mabarasi, walikuwa wajui uhalisia wa kuoshwa neno la Mungu kupitia fahamu zao na kubadilisha na mtu kuwa mwana wa Mungu. Lakini wasingemshinda shetani kwa sababu walikuwa hawana ufahamu na uhalisia wa neno la Mungu. Wangemfuata shetani. Ndio maana Yesu alimshinda shetani kwa neno, na shetani alitumia neno, lakini kwa sababu Yesu alikuwa na maarifa sahihi, alimshinda shetani. Kwa hiyo unaweza kuwa na maarifa sahihi, huwezi kumshinda shetani. Unaweza kuwa unaelezea neno ambalo lilikuwa ni mfano ila uhalisia wake haujui. Kwa kanisa la Mungu lazima tuwe na macho ya rohoni na kuzitambua nyakati na majira kupitia Roho Mtakatifu na kutufahamisha, sio tukajikuta tunafanya kazi ya Mungu katika mifano wakati uhalisia umeshaonekana. Kwa hiyo mwanamke ni kama mwanaume Mungu alivyowaumba, na anaweza kuwatumia kwa nafasi ambayo anapenda. Kama wakina Deborah, wakina Esther, mbona Mungu aliwatumia kama manabii, aliwatumia kama waamuzi? Kwani wanaume hawakuwepo? Walikuwepo, lakini kwa nafasi hiyo akamtumia mwanamke. Kwa hiyo Mungu huwa anaangalia moyo wa mtu, anafanya kitu gani kwa nia gani. Kwa hiyo Mungu anaangalia rohoni, ndio huwa anamjaza mtu kile kitu. Na sasa hivi watu wengine wameharibika mpaka ufahamu wao, wakiona kanisa la Mungu wanawake wanakuwa wachungaji, anaumia, hajui maana yake. Mungu alisema hivi, sasa hivi natenda jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa hiyo mwanaume, kwa hiyo achana na ile Nabali alivyolindwa na mke wake, alivyoenda kuomba msamaha kwa Daudi. Nani yule mwanamke Nabali alikuwa na mke wake, akaenda kuombea msamaha kwa nani? Kwa Daudi. Vile vile ni kwamba mwanamke ni kanisa, mwanaume ndio amebeba yeye ni wanawake na watoto. Kwa hiyo kanisa la Mungu lote lina wanaume, lina wanawake na lina watoto. Kwa hiyo kanisa ndio linalinda watu wa Mungu sasa hivi. Kwa hiyo